Amen. Bwana akubariki na kutendea mema. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo. Siku ya leo tutaingia kwenye Biblia zetu. Ya kwamba leo nataka tuone ya kwamba mambo ambapo kadhaa Mungu atakaponionyesha hapa. Ili ya kwamba tuweze kuelewa. Tuende kitabu cha Yohana 11. Yohana 11. Ujumbe wangu uko katika laini ya 4, lakini kwa sababu ya kwamba ningependa ya kwamba pia tuelewe vizuri, wacha tuanzie laini ya kwanza. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 11 mstari wake wa kwanza nasema hivi: basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dadake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguuni kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Amen. Biblia inasema Lazaro alikuwa mgonjwa. Na alipokuwa mgonjwa tunaona kwamba Biblia inasema hakukuwa anajiweza. Lakini wacha tuone ya kwamba dada yake jinsi alivyofanya na jinsi walivyofanya. Kwa sababu ujumbe wangu uko katika laini ya 4, wacha tukimbie kwa haraka kwa sababu ya masaa. Mstari wa 3. Basi wale maubu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana yeye umpendaye hawezi. Bwana wewe umpendaye yeye ni mgonjwa. Haleluya. Yaani tunaona kwamba dada zake wakatumana ujumbe. Walipotumana ujumbe ili ya kwamba akapelekewa Yesu ujumbe ya kwamba rafiki yako ni mgonjwa. Rafiki yako ni nani? Ni mgonjwa. Alipopelekewa ripoti ya kwamba rafiki yake ni mgonjwa, hajiwezi, kwa maana ya kwamba tunaona alikuwa kwamba amegojeka. Wacha tuone ya kwamba alipoambiwa kwamba ni mgonjwa hajiwezi. Wacha tuende laini ya 4 kwa sababu ujumbe wangu unaanzia hapo. Mstari wa 4. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti. Amen. Ngoja hapo sasa, tutaenda polepole. Yesu mwenyewe aliposikia ugonjwa huu si wa mauti. Haleluya. Ninashukuru Bwana kwa sababu watu wanaona mauti, lakini Yesu haoni mauti. Haleluya. Ningetaka siku ya leo ufunguke macho, wacha kuona mauti, kwa sababu Yesu hakuona mauti. Haleluya. Shida unayopitia, wacha kuona shida ya kukuua, wacha kuona shida ya kukumaliza, wacha kuona kumalizika. Haleluya. Kwa maana Yesu hakuona kumalizika, hakuona mauti, aliona Bwana kujitukuza. Wacha uone shida yetu ni hapo. Hapo ndipo ujumbe wangu huko. Hebu rudia hiyo line tena. Mstari wa 4. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ugonjwa huu si wa mauti, lakini ya kwamba ni ya kutukuza Bwana. Haleluya. Majaribu unapitia, wacha kuona majaribu ni ya kukumaliza. Majaribu unapitia sio ya kukumaliza, ni ya kuleta utukufu wa Bwana. Kudharauliwa, umedharauliwa, wacha kuona ya kwamba ni ya kumaliza wewe, ona ni ya kwamba ni ya kuleta utukufu wa Bwana. Kufukuzwa kwa nyumba yako, wacha kuona ya kwamba ni ya kumaliza wewe, ni ya kuleta utukufu wa Bwana. Majaribu unapopitia, wacha kuona ni ya kumaliza wewe, angalia uone ni ya kuleta utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kitu moja nimejua. Wakati unaotendewa madharau, wacha kuona madharau ni ya kumaliza wewe, ona madharau umetendewa ni ya kuleta utukufu wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ningependa ufunguke macho, kwa sababu wanaofunguka macho wanaelewa mambo wanayopitia mazito sio ya kuamaliza, no, ni ya kuleta utukufu wa Bwana.
Yesu mwenyewe alipelekwa jangwani. Ninashukuru Bwana kwa sababu alipopelekwa jangwani alielewa kupelekwa kwangu jangwani ni kwa kuleta Bwana utukufu. Shida yako ningependa nikwambie uibadilishe, kwa sababu vile unapitia wacha iletee Bwana utukufu. Mutigehorera Ngai mahe. Yani shida unaopitia unafaa kuelewa unayapitia ili kwamba iletee Bwana utukufu, kwa sababu neno linasema anayewapenda anawakemea. Bwana asifiwe. Anayewapenda anawakemea. Kwa hivyo wakati ambao unakuta kwamba unakemewa, yani wakati unapitia katika changamoto, shukuru Bwana, kwa maana changamoto zako inaleta utukufu wa Mungu. Badilisha, wacha kuona kuisha, ona kuleta utukufu wa Mungu. Ndio, inawezekana umekataliwa, inawezekana ya kwamba wewe unaonekana kama ni bure. Wacha kuwa bure kwako kuleta utukufu wa Mungu. Ninashukuru Bwana kwa sababu ya kwamba ya wale ambapo wameongea mbele yangu. Ni kwa sababu ya kwamba ningetaka nikuambie umasikini wako, tengeneza umasikini wako ulete utukufu wa Jehova. Kwa maana tunaona mama moja ambao alikuwa maskini. Biblia inasema alikuwa masikini. Haleluya. Alikuwa mtu ambaye hajiwezi, mtu ambaye hana mbele na hana nyuma, lakini alikuwa ndani ya matajiri. Lakini akajua umasikini wangu ni wa kutukuza Jehova. Umasikini wangu ni wa kutukuza Jehova. Biblia inasema alitoa senti 2. Pigia Bwana makofi. Haleluya. Yani ulisa jirani yako, na kweli umasikini wako unaweza kubali ule ya kwamba ilete utukufu wa Mungu. Ilete utukufu wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Yesu mwenyewe akasema, na mahali popote injili itakapohubiriwa huyu mama ahubiriwe. Haleluya. Kwa sababu alijua umasikini wangu ni wa kutukuza Jehova. Yani kukosa kwangu ni kwa kutukuza Jehova. Nataka nikuambie, kubali katika changamoto yote unayopitia iwe ya kwamba ni ya kutukuza Jehova. Wacha kuona maiti, wacha kuona kumalizika, wacha kuona ya kwamba kuisha. Angalia uone ni ya kwamba ni ya kuleta utukufu wa Mungu. Haleluya. Imagine na Yesu amenishangaza kwa sababu watu pale wanalia kwa sababu Lazaro ni mgonjwa na wanaona kwamba hajiwezi, lakini Yesu akasema ugonjwa huu ni wa kuleta utukufu wa Mungu. Haleluya. Hata akakufa. Imagine, tutaona hapa ili ya kwamba akajua hata kwamba haja kufa ni kwa sababu ugonjwa wake ni wa kuleta utukufu wa Mungu. Mtu wa Mungu, wacha nikwambie, mahali Mungu anakupitishia, akupitishi uishe, no, anakupitishia ili ya kwamba ilete utukufu wa Mungu. Haleluya. Kukosa kazi kwako, wacha itengeneze iwe ya kwamba ni ya kuleta utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Yani kuwa ya kwamba kukosa vitu ambao umekosa, wacha ya kwamba kubali kumtumikia ili kukosa kwako kuleta utukufu wa Jehova. Kwa maana tunaona pale akasema ugonjwa huu si wa kumuua, ugonjwa huu ni wa kuleta utukufu wa Mungu. Na hakuna kitu moja ningetaka nikwambie, hakuna yote ambao ameinuliwa ya kwamba anakuaga na utukufu kabla kama ya kwamba hajapitia katika changamoto. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya ndugu yangu Megwi, ambapo akisimama hapa akwambie ameshawahi kulala njaa, uwezi ukaamini.
Bwana asifiwe. Si ni kweli mama Lea? Yes. Hata akitoa ushuhuda watu hapana, mtu kama huyu, mtu ako na tupo kama huyu anaweza lala namna gani? Haleluya. Wapendwa, kumbe alikuwa anatengenezwa kwa sababu ya ushuhuda wa leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, wakati ambao unapitia changamoto, unafaa kuelewa ile changamoto itengeneza ushuhuda wa kesho. Bwana asifiwe. Ile changamoto unapitia iwe ya kwamba inatengeneza ushuhuda wa kesho. Haleluya. Nashukuru Bwana kwa sababu leo imesemekana ni Father's Day. Bwana asifiwe. Na mwanaume ili atokee anakuwa amepitia changamoto. Bwana asifiwe. Hakuna yule ambao hajapitia changamoto. Bwana asifiwe. Mtikuga ameni. Ikirai. Haya. Nashukuru Bwana. Bwana asifiwe mama Lea. Tuko pamoja. Wacha tuangalie hapo. Hiyo laini hatukumaliza. Bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe. Ili mwana wa Mungu atukuzwe. Salimia mwenzako, mwambie ni mimi mwana wa Mungu sasa. Mwambie ni mimi Mungu mwana wa Mungu. Mwambie ni mimi mwana wa Mungu. Kwa hivyo mambo ninapitia ili ya kwamba Mungu afanye nitukuze baba yangu. Haleluya. Ninapitia ili ya kwamba Mungu nilio naye ajitukuze. Kupitia changamoto yangu ninapitia ili Mungu atukuzwe. Kulala njaa kwangu, ninalala njaa ili ya kwamba Mungu afanye nini? Yaani mashida ninaopitia ninaibadilisha ili ya kwamba iwe ya kwamba inaleta utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Ninashukuru Bwana kwamba kuhubiria kanisa ndogo pia inaletaga changamoto. Bwana asifiwe. Inakuaga changamoto. Wakati nilikuwa na 10 by 10, ilikuwa nauliza mke wangu, kweli tutatokea? Lakini kumbe ni ushuhuda wa kesho na pia ilete utukufu wa Mungu. Wapendwa, kila mambo ambao imekukalia ibadilishe, ilete utukufu wa Mungu. Haleluya. Wacha tutaona pale Yesu mwenyewe anaona kwamba ndio rafiki yangu amegojeka, lakini kitu moja najua, ugonjwa yake si ya kumuua, ugonjwa wake ni wa kuleta utukufu wa Mungu. Kwa hivyo shida anayopitia, maungumu anayopitia si ya kumuua, ni ya kufanya, ni ya kuleta utukufu wa Mungu. Kwa hivyo katika ndoa yako changamoto unapitia, wacha nikwambie ni ya kuleta utukufu wa Mungu. Mambo zingine tunaopitia ili ya kwamba utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ili utukufu wa Mungu uonekane, lazima kuwe na changamoto. Pigia Bwana makofi. Lazima kuwe na changamoto. Haleluya. Wakati ambao tumeshoshana na mke wangu, tumesumbuana pale kwa nyumba, ninajua ya kwamba kuna utukufu wa Mungu utaonekana kwa nyumba yangu. Bwana asifiwe. Ninasimama imara, namwambia hata ifanyike nini sitakuacha. Wewe ni mke wangu. Haleluya. Namwambia hata kama umekataa kupiga, kitu moja najua, wewe ni mke wangu na Mungu atajitukuza na nyumba hii kwa sababu nilikuoa. Kwa hivyo nisimame imara ili ya kwamba Bwana ajitukuze, kwa sababu ile msokumano, ile ambao vita imetokea pale, si ya kufanya tutengane, no, ni ya kufanya Mungu aonekane. Ai, wapendwa, ni ya kufanya Mungu aonekane. Kwa hivyo ya kwamba mimi nisimama imara, sitakuacha, no, nitasimama imara, sitakutupa, no, nitasimama imara. Jehova jitukuze.
Kwa hivyo majaribu na mauzito tunaopitia, ningetaka nikuambie ni Mungu anaiwachilia, si shetani. No, mwana wa Mungu ni wewe. Nataka nikuambie sio shetani amewachilia, ni Mungu amewachilia ili usimame, Mungu aonekane. Usimame, Mungu aonekane. Imagine mtu anaitwa nani? Danieli alipoona kwamba atatupwa kwenye shimo la simba, mahali ambao akuliwe na simba, alijua mimi jaribu hii ya kuwekwa kwa shimo sio shetani amelete, ni Mungu amelete ili Mungu ajitukuze. Mambo unayopitia, ningetaka nikuambie unayapitia ili wewe usimame imara. Mungu wa mbinguni ajitukuze na wewe, na amekuchagua ajitukuze na wewe, na ndiposa amekupitia hiyo changamoto. Haleluya. Kwa hivyo wewe chagua, amua mara moja, sitakubali ambao changamoto ninapitia ilete maafa. Nitasimama ili ya kwamba hii changamoto ilete uhai, hii changamoto ilete utukufu wa Mungu. Haleluya. Mambo unayopitia kwa sababu wewe ni mwana wa nani? Basi ni nini ingine mbaya? Si unajua wewe ni mwana wa Mungu? Basi fanya yale inastahili, simama ukitenda yale inafaa, ili ya kwamba Mungu ajitukuze na wewe. Na usisahau, anajitukuza na mema na mabaya. Ni wewe mwenyewe uamue, nitasimama imara mpaka Jehova ajitukuze. Haleluya. Nitaonyeshana uungu ndani yangu, sitafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Nitaonyeshana Mungu, nitaongea kama Mungu, nitaongea kama Kristo, nitatenda kama Kristo, nitatembea kama Kristo, ili Mungu aonekane. Wapendwa, afanya kama Kristo. Mke wangu akinitukana, sitatukana yeye, nitaongea kama Kristo, ili Kristo aonekane ndani yangu. Haleluya. Kwa maana vita imetokea katikati yangu na mke wangu. Si ati ya kwamba ni ya kumaliza ndoa. Si ya kumaliza ndoa. Kwa sababu mimi nitasimama kama Kristo, nitaongea kama Kristo, nitatendea kama yeye kama Kristo, nitatendea yeye kama Mungu, ili ya kwamba Mungu ajitukuze. Ni kwa sababu kitu moja ninajua. Biblia inasema walipomlepea ripoti, wakamwambia kwamba Lazaro atakufa. Yesu hakuona kifo, aliona kwamba Mungu kujitukuza kwake. Ndugu yangu, dada yangu, wakati mambo imekuwa mazito kwako, wacha kuona kifo, ona kujitukuza kwa Jehova. Ona kujitukuza kwa Mungu. Kwa maana tunaona pale Yesu, yeye mwenyewe hakuona kifo, kwa sababu alijua aliyeleta maafa hata kufufua anaweza lete. Bwana asifiwe. Anayeleta matengano hata kuunganisha ako na uwezo kuunganisha. Kwa hivyo kitu moja inanipendeza, ni uamuzi wako. Haleluya. Salimia mwenzako, mwambie uamuzi ni wako. Uamuzi ni wako. Mwambie uamuzi ni wako, ili ya kwamba changamoto hii unapitia, ni wewe mwenyewe uamue, italeta utukufu wa Mungu ama italeta utukufu wa shetani. Ni wewe ukate kauli. Katika hii ndoa, italeta utukufu wa Mungu ama italeta wa shetani? Ni wewe mwenyewe uamue. Haleluya. Ni uamuzi ni wako. Ni kwa sababu tunaona Yesu mwenyewe akasema kia kwamba magonjwa hii si ya mauti, magonjwa hii ni ya kulete utukufu wa Mungu. Tuko pamoja wapendwa?
Wacha tusonge mbele pia tuone itakuwa namna gani. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Mstari wa 6. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwa. Haleluya. Yeye hata aliposikia bado, Biblia inasema alikaa siku 2 pale pale. Haleluya. Kwa sababu anajua, haleluya, ugonjwa wa Lazaro si wa mauti. Ugonjwa wa Lazaro ni wa kuleta utukufu wa Mungu. Kwa hivyo changamoto unaopitia, acha kuwa na haraka. Acha kuwa na haraka, ni kwa sababu changamoto yako inaleta utukufu wa Mungu. Imagine, unajua kwamba wakati Mungu alipokuwa akiongea, nikaimagine yani soro ya mbao. Soro ya mbao vile inakaa. Haleluya. Soro ya mbao vile inakaa. Haleluya. Lakini hakukuwa na advice nyingine. Lakini nashukuru Bwana ni kwa sababu iwa leo afai soro ya mbao, anafaa soro ya time. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ya kwamba changamoto tunaopatana nazo si ya kudumu. No. Ibadilishe, ilete utukufu wa Mungu, ili ya kwamba ushindi wa Bwana uonekane. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hiyo. Hebu tuendelee. Hakuna kitu inanipendeza ni kama hiyo. Hata wakati majaribu inapokuja kwangu, ninafurahiaga sana, ni kwa sababu najua hii jaribu ninapitia italeta utukufu wa Mungu. Afadhali nivinyike, lakini ya kwamba hii jaribu ileta utukufu wa Mungu. Wapendwa, hakikisha kwamba umeamua kila jambo ambao inayotokea kwako italeta utukufu wa Mungu, haitaleta utukufu wa shetani. Ili ya kwamba Mungu aonekane katika maisha yako, Mungu aonekane katika mienendo yako, ni kwa sababu inafaa. Hebu tuendelee hapo tuone itakuwa namna gani. Mstari wa 7. Kisha baada ya hayo akaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Tunaona kwamba baada ya haya Yesu pia akawaambia wanafunzi wake, twende basi Uyahudi. Na unajua Wayahudi walikuwa hawataki kumuona, lakini kwa sababu anajua kuna kitu pale itabadilisha mioyo, kuna jambo atatenda pale ibadilishe moyo. Haleluya. Ninashukuru Bwana kwa sababu hata kama Wayahudi walikuwa wabaya, Yesu akawaambia no, wacheni tuende. Ni kwa sababu ninajua ugonjwa wa Lazaro ni kwamba si ya mauti, italeta utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Tunaona pale alipoambia kwamba wacha turudi, ili ya kwamba tuende tukamwamushe. Wacha tuone itakuwa nani basi. Verse 8. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakikutafuta wakupige kwa mawe, nawe unakwenda huko tena. Unasikia? Kwa hivyo kuna shida. Kwa maana ya kwamba tunaona pale ili ya kwamba wanafunzi wakamwambia, juzi tu Wayahudi walikuwa wanatafuta ili ya kwamba wakupige na mawe. Haleluya. Ambia jirani yako mawe. Wakati unaotenda mapenzi ya Mungu, nataka nikuambie usiogope mawe. Kwa maana mawe lazima ifanye nini? Haleluya. Usiogope mawe. Unajua watu wengi hata wameshindwa na kufanya mapenzi ya Mungu kwa sababu ya mawe. Ukifanya hiyo watu wataona kama una akili. Watu wanakuona kama umekaliwa. Yani kwa sababu ya mawe. Haleluya. Ni watu wengi wameshindwa na kupendeza Mungu kwa sababu ya kuogopa mawe. Lakini nashukuru Bwana Yesu kwa sababu anajua hata mawe ikuja ikose kukuja, kitu moja, biashara yangu dunia hii ni kumpendeza Jehova. Yesu alikuwa anajua mawe itakuja,
hata ilipiga Stefano, lakini akajua hatutaangalia mawe, tunaangalia njia ya kupendeza Mungu. Haleluya. Ndugu yangu, wacha kuangalia jinsi watu watakavyoongea, wacha kuangalia jinsi madharau itakao kuwa, angalia jinsi utakaopendeza Mungu. Ni kwa sababu tunaona pale wanafunzi wanaogopa, kwa sababu ya kwamba tunaona pale ya kwamba Wayahudi walikuwa wanatafuta ili ya kwamba wampige na mawe, lakini ya kwamba Yesu mwenyewe hakuona mawe, hakuona jari, kwa maana kitu moja anajua, haja yangu kubwa ni kumpendeza Mungu. Kwa hivyo katika changamoto unayepitia, ndugu yangu, kuwa na haja umpendeze Jehova. Ndio shida imetokea, ndio hauna hera, hauna vitu, lakini ya kwamba uko na kidogo tu ya kukura, tafuta jinsi utakaopendeza Jehova. Ndio watu wameongea vibaya ya kwamba umetupwa, watu wameongea vibaya, wachana na hiyo, angalia jinsi utakaopendeza Jehova. Kwa sababu katika changamoto zako unapitia ni za kuletea Bwana utukufu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, wacha tusonge mbele pia tuone itakuwa ni manangani basi. Verse 9. Yesu akajibu, je, saa za mchana ni 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu anaona anaona nuru ya mchana huu. Bwana asifiwe. Kumaanisha kwamba mtu ambaye anayetembea na Mungu, mtu ambaye amejawa na uwepo wa Mungu, haoni giza. Haoni giza, anaona nuru. Aliye na Mungu anaona nuru, anaona mapenzi ya Mungu, anaona kutenda mapenzi ya Mungu, aoni ya kwamba kuaibika. Mtu ambaye ana Mungu anaona aibu, anaona kuaibika, anaona kushindwa, anaona kuogerezwa vibaya. Lakini yule ambaye aliye na nuru anaona mapenzi ya Mungu, anaona ushindi wa Mungu, anaona nguvu za Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ya kwamba kuna kitu moja imenipendeza, hata wakati utakapohaibishwa, wacha kuona aibu, angalia mapenzi ya Jehova, angalia mipango ya Mungu, kwa maana Mungu amekupangia mema. Haleluya. Mungu amekupangia kufaulu, lakini wewe unaona kutengwa, unaona kufukuzwa, baada ya kuelewa Mungu ananipangia mema. Kwa hivyo nikae kwa Mungu, nifanye mapenzi ya Mungu, kwa sababu niko na nuru. Aliye na nuru anakimbia kufanya mapenzi ya Mungu, anaongea mapenzi ya Mungu. Wacha tukimbie mama. Mstari wa 10. Bali akienda usiku kujikwaa. Kwa hivyo akienda usiku, yule ambaye ana Kristo, yule ambaye ana Kristo ndani yake, lazima akwaswe. Haleluya. Kwanza anakwaswa na kuogerezwa vibaya, anakwaswa na kunenwa mabaya, anawachana na kazi ya Mungu. Haleluya. Yule ambaye anatembea usiku, ni ombi langu kanisa la Bwana, msiwe mnatembea usiku, tembea na Kristo, kwa maana Kristo yeye ndiye nuru. Hata ukitemwa mate, wacha nikwambie, hata ukitemwa mate na mkeo, wacha nikwambie, wacha kuona mabaya, ona mapenzi ya Jehova, ona mapenzi ya Mungu. Wacheni nimwambie, ndugu zangu, dada zangu, kitu moja mnataka mwelewe,
ni ya kwamba tunaona Yesu mwenyewe akasema, anayetembea usiku lazima akwazike, lazima akwazike. Haleluya, lazima akwazike. Yule ambaye ana Kristo, ana matendo ya Kristo, hataki kufanya kama Kristo, lazima akwazike. Kwa hivyo ili usikwazike, lazima ukubali kunena kama Yesu, kuongea kama Yesu. Haleluya. Hata kwa nyumba yako, ili usikwazike na mkeo ama mmeo, lazima ujifunze kuongea kama Yesu. Kama uongei kama Yesu, unaongea kama mtu aliye gizani, lazima mkwasane. Na mkikwasana ni kunyamasiana. Baada ya kunyamasiana ni kutengana. Haleluya. Ningetaka muangalie, wewe unatembea mchana ama unatembea usiku? Unaongea kama mtu aliye katika gizani ama unaongea kama mtu ambaye aliye katika mwangaza? Salimia mwenzako, muulize unaonaje. Haleluya. Nashukuru Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kang'ethe, Bwana asifiwe. Uko wapi? Ako wapi Kang'ethe? Ninashukuru Bwana. Wewe wacha tusonge mbele. Unajua nimekusoea pale nyuma. Nilikuwa nataka kuuliza wewe kama mnasikia. Uko nyuma mnasikia? Haya, sawa. Tuendelee. Bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Kwa hivyo akitembea usiku anajikwaa. Bwana asifiwe. Ni ahegagwa, anakwaswa. Kwanza ukiongea, na ndiposa ya kwamba kuna kitu hapa ningependa mnisamehe tu, ya kwamba kuna kitu hapa. Angalia kuongea kwako, unaongea kama mchana ama unaongea kama usiku. Ukiongea kama usiku lazima mkwasane, lakini ukiongea kama mchana hakuna kukwasana. Haleluya. Kwa sababu mchana ni nuru na ni Kristo. Ongea kama Kristo, ndio ya kwamba amekugonga na wewe usigonge yeye. Na hapo ndipo Yesu alisema, akikugonga pande hii mpatie pande hii. Ni kumaanisha kwamba akikugonga na wewe usimgonge. Shida ni ya kwamba akinigonga, mke wangu akinigonga, ninarudisha. Na obvious mnajua niko na nguvu kwa maana mimi ni mwanaume, hata kama ni mzee. Haleluya. Hata kama anaonekana kama msichana na mimi ni mzee, niko na nguvu kuliko yeye. Haleluya. Tutawekana chini. Bwana asifiwe. Lakini akinigonga nami nisimgombe, niongee kama Kristo, nimwambie kuna Jehova atendaye mema. Haleluya. Kuna Jehova abadilishaye, kuna Jehova ainuaye, kuna Jehova aletaye ushindi. Haleluya. Kwa hivyo akiniambia ya kwamba wewe ni mwanaume wa wapi? Na wewe hakuna kitu. Namwambia ni mwanaume kwa maana niko na Kristo. Ndio, si kwa sababu ya mali, si kwa sababu ya utajiri. Mimi ni mwanaume kwa sababu ya Kristo. Haleluya. Si ate ninaamuka na kuchapa. Mimi ni mwanaume kwa sababu ya Kristo. Haleluya. Unaonaje? Wewe wacha tusonge mbele pia tuone itakuwa namna gani. Mstari wa 11. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala. Rafiki yetu Lazaro amelala. Kwa hivyo hajakiri na mdomo wake amekufa. Haleluya. Hajakiri na mdomo wake ako mauti. No. Haleluya. Anasema amelala kwa sababu anajua itamuka. Haleluya. Wacha kukiri ndoa imeisha. No, kiri ndoa iko. Moyo wako unakiri ndoa imeisha. No. Ona ndoa inasimama. Ona ndoa inatembea.
Wacha kukiri biashara yako inaisha, kiri biashara yako inasonga mbele. Wacha kuongea kwamba umeisha, hata unajua watoto wangu wameisha. Wewe wacha kiri ya kwamba watoto wangu wanasonga mbele, watoto wangu wanaendelea. Ninashukuru Bwana kwa sababu Yesu hakukubali kukiri ya kwamba amekufa, alisema amelala. Haleluya. Kuwa na hekima, wacha kuongea tu, ongea na makasiriko. Mano, ukisikia umekasirika, nyamaza kwanza ili makasiriko iondoke, kwa sababu Biblia inasema anayekasirika ni wazimu. Wacha kuongea ukiwa wazimu, nyamaza wazimu iishe. Haleluya, Bwana asifiwe. Usiongee na makasiriko, no. Mungu anaona wazimu anaongea. Hata Biblia inasema usikate kauli ukiwa umekasirika, kwa sababu wewe unaonekana wazimu. Haleluya. Wacha tuone ya kwamba pia anazidi kusema namna gani. Ni kwa sababu tunaona yeye anakiri na mdomo yake ya kwamba Lazaro amelala, si kufa amekufa. Mambo nyingi inaharibika kwa sababu ya kukiri kwako. Wacha kukiri ndoa imeisha, wacha kukiri watoto wangu ni bure. Kiri ya kwamba watoto wangu ni wazuri. Yani bona ninaona Yesu, kwa maana siri moja Yesu alikuwa anajua, utakao kiri ndio itakao tendeka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akaelewa, sitakiri, nitasema amelala, kwa sababu nitaenda kumwamusha. Haleluya. Ninashukuru Bwana kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa anaelewa siri. Na ndiposa hii imeandikwa na ikafichwa. Kuna siri Yesu mwenyewe anatuonyesha hapa, ili ya kwamba tusikubali kukiri kuisha, tukubali kujenga cathedral. Haleluya. Tukubali kuinuliwa, tukubali kujenga mjengo mkubwa, tukubali kuwa na kanisa kubwa, tukubali kukiri kanisa la Bwana litakuwa kubwa. Haleluya. Hata kama viti halina watu, unakiria kwamba ina watu katika jina la Yesu, kwa sababu kuna malaika wamekalia. Bwana asifiwe. Usikubali kukiri ya kwamba kushindwa, kiri ya kwamba kuna kushindwa. Nashukuru Bwana kwa sababu Mungu amesema kwamba sijawahi kushindwa na sitakiri kushindwa, nitakiri kufaulu. Haleluya. Yes. Usikubali kukiri kushindwa, kiri ya kwamba nitafaulu, hata kama iko namna gani. Hata kama unaona hakuna njia, wewe kiri ya kwamba kuna njia. Haleluya. Unajua mambo zingine inatokea baka unaona kama hakuna pa kutokea. Kiri kuna njia ya kutokea, kwa maana Jehova ndio anatengeneza njia. Wewe hauna uwezo wa kutengeneza, lakini Mungu ako na uwezo wa kutengeneza njia. Haleluya. Hakuna wakati tutashindwa, no, tutafaulu katika jina la Yesu, kwa sababu tunakiri kufaulu katika jina la Yesu. Haya, wacha tuone pia anasema nini gani. Akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala. Unasikia vile anaongea vizuri? Rafiki yetu Lazaro amelala, si kufa, amelala. Imagine watu wanalia kwa sababu amekufa, lakini anasema ni kulala amelala. Kama ni wewe, si ungekufa moyo? Ukiona kwamba watu wanalia kwa sababu amekufa, na pia tutapata kwamba pia wamemweka kwa mchanga, lakini Yesu mwenyewe anasema hapana, ataamka, ni kulala amelala. Kwa hivyo usikubali kukiria kwamba mambo yako imeharibika, no, mambo yako imesimama imara. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kwamba Yesu alikuwa anajua. Hebu tuendelee. Lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Ikiwa amelala, unasikia sasa wameungana na yeye, wakasema ikiwa amelala basi atapona. Basi na Yesu mwenyewe anaelewa. Haleluya. Lakini ikiwa amelala, basi imani sasa imepanda juu. Imani ya wote imekubaliana. Haleluya.
Yaani kwa hivyo kitu moja ningetaka nimuonyeshe, na ukubali tu nikutumie mke wangu, ya kwamba kwa hivyo wakati tumekosana na yeye, mimi nimeongea kama Kristo, ninafanya kama Kristo, ninatenda kama Kristo, lazima kwamba pia uhai upatikane. Bwana asifiwe. Lazima uhai fanye nini? Upatikane. Kwa sababu mimi nimebeba uhai, nimeongea maneno iliyo na uhai. Kwa hivyo kitu moja, lazima ile ambayo ilikuwa inaonekana kufa, lazima kwamba ifufuke. Haleluya. Nashukuru Bwana kwa sababu tumekuwa tukitiana moyo na yeye sana, na mke wangu, lakini ya kwamba kitu moja imenipendeza, ni Jehova jinsi anavyofanya. Haleluya. Jinsi Mungu anavyotenda, ni kwa sababu ya kwamba usione kuisha, ona kuishi. Ni wale wacha kuona kuisha, ona kuishi. Haleluya. Ona kukaa miaka nyingi, ona kuishi siku nyingi. Wacha kuona kuisha, ona kuishi kwa siku nyingi. Haleluya. Hata kama mambo unaona ya kwamba inakuelekeza gizani, angalia uone kuishi. Bwana asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya kwamba unasikia kwamba sasa wamekubaliana na Yesu. Wamekubali kusema kwamba basi kama amelala, basi atafanya nini? Ataamuka. Kumaanisha kwamba sasa haya kwamba lazima sasa akienda pale kitendo itendeke, kwa sababu tangu pale hajakiri ya kwamba Lazaro atakufa. Anakiri ya kwamba ako hai, na ya kwamba mgonjwa wake ni wa kuleta utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima Mungu angefuata ili ya kwamba aone okay, kwa hivyo hii biashara yangu si ya kuisha, ni ya kuleta utukufu wa Mungu. Na kwa sababu ni ya kuleta utukufu wa Mungu, hii biashara lazima isimame. Hii biashara lazima iendelee. Haleluya. Hii biashara haitaisha. No, ni kwa sababu ni ya kuleta utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri muangalie katika mdomo wako yale ambao unapoongea. Wacha kuongea kushindwa, ongea kuwa zaidi ya washindi. Haleluya. Ongea kufaulu kwako. Wacha kuona kwamba kama utakufa kama ya kwamba haujafanya yale Mungu amekuitia. No, angalia uone kwamba nitatenda, kwa sababu Bwana yupo pamoja nami. Halo, kuna kitu mnasikia? Kuna kitu inakujenga. Haleluya. Unajengeka. Hivyo wacha kukiri kwamba kuisha, kiri kwamba kudumu. Haleluya. Utaona ushindi wa Bwana. Hebu tuendelee basi, tuone Yesu anazidi kuongea nini. Mstari wa 13. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania ya kuwa anena habari ya kulala usingizi. Sasa tunaona kwamba Yesu alikuwa ameongea habari ya mauti, lakini sasa wanadhani ya kwamba ananena usingizi. Haleluya. Na ndiposa Yesu akaongea kwa mifano, ili ya kwamba kila mmoja aliye na nyama asielewe, lakini aliye na roho anaelewa. Bwana asifiwe. Aliye na roho anaelewa. Kwa hivyo kwamba katika changamoto zetu ambao tunapopitia, nataka nikuambie hatutaisha, ni kudumu, tutadumu, ili ya kwamba tulete utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati maisha tunaona kwamba inatulemea, nataka nimwambie lazima ya kwamba Bwana ataleta utukufu wake. Hebu tusonge mbele. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, lakini amekufa. Basi sasa akawaambia waziwazi, lakini amekufa. Lakini wacha tutaona hapa chini akiwaambia kwamba twendeni, kwa sababu ya kwamba ugonjwa wake ni wa kuleta utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo Lazaro hagekaa kaburi. No, kwa sababu moja ya kwamba Yesu alisema ugonjwa wake ni wa kuleta utukufu wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo ya kwamba
katika maisha yako, kupitia katika changamoto nyingi, nataka nikwambie unafaa kukiria kwamba changamoto zangu ni za kuleta utukufu wa Mungu. Kwa hivyo ya kwamba usione kuisha. Angalia uone ya kwamba katika changamoto na mambo mazito unayopitia itarete utukufu wa Mungu. Kwa maana hiyo ndio inafaa. Nashukuru Bwana kwa sababu ya hiyo. Tuko laini gani mama? Tuko 15. Tuko na laini ya 15. Hebu soma. Nami nafurahia kwa ajili yenu kwamba siku wako huko ili mpate kuamini. Ninashukuru Bwana kwa maana anasema mimi nafurahia kwa sababu yenu, kwa sababu si kukua huko, lakini ya kwamba ili na nyinyi pia kwamba muamini. Haleluya. Mambo zingine unapitishwa na Mungu ili ukitokea unamwamini zaidi. Haleluya. Unamwamini. Changamoto zinapokuja kwako ili ya kwamba utakapoendelea ili uzidi kumwamini zaidi. Haleluya. Sasa nataka nimwambie hata changamoto zingine ikitokea, inatokea ili ya kwamba uzidi kumwamini. Bwana asifiwe. Mambo zingine mauzito ya kimaisha unayoyapitia ni kwa sababu Mungu anataka uzidi kumwamini ili ya kwamba hiyo changamoto ilete utukufu wa Mungu, ili ya kwamba nawe pia uzidi kumwamini. Bwana asifiwe. Mtu ambapo mnapomuona ya kwamba anaamini kwa sababu yale amepitia ya kwamba amefaulu. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa tuelewe hivyo. Hebu tuende katika laini ya 16 tumalize kwa sababu naona masaa haiko upande wangu. Lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso alitoa pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Amen. Unaona ya kwamba sasa pia Tomaso alikuwa pale, na ya kwamba akamwambia wanafunzi, basi twende, kama anakufa tukufe na yeye. Haleluya. Kama Yesu atapigwa na mawe tupigwa pamoja na yeye. Bona, kwa hivyo na wewe kitu moja ambao ningetaka nikwambie, tenda mapenzi ya Bwana, ili kama utapigwa na mawe upigwa na mawe, lakini umetenda mapenzi ya Mungu, umefanya mapenzi ya Mungu. Ndipo Tomaso anasema twende na yeye. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, hata wakati changamoto imetokea, usiwachane na Kristo. Tembea pamoja na Kristo, kaa ndani ya Kristo. Hata kama unawekwa kwa moto, kaa ndani ya Kristo. Haleluya. Isi maisha ya Kristo ni kwa sababu tunaona Shadraka, Meshaki na Abednego waliingizwa kwa moto, lakini kwa sababu walikuwa na Kristo, Kristo akashuka. Bwana asifiwe. Kristo akawa pale pamoja nao. Kwa hivyo kitu moja leo ningetaka nikwambie, hata changamoto gani itokee katika maisha yako, usiwachane na Kristo. Kaa na Kristo. Hata kama watakuwekelea maneno gani, waseme ya kwamba umefanya sijui vituko gani, wewe simama na Kristo, wachana nao. Mdomo iliye na mate lazima iongee. Haleluya. Kwa hivyo wachana nao. Hata kama wanakunena ni wachana nao. Wewe songa mbele na Kristo. Zidi kupendeza Kristo. Zidi kufanya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Kwa sababu utukufu wa Bwana utaonekana katika changamoto yako. Watu wanaweza kuwa wanaongea juu yako sana, lakini nataka nikuambie ndugu yangu, wacha kuangalia yale wanaongea. Fanya mapenzi ya Bwana. Ni kwa sababu ninaona Tomaso akasema basi twende na yeye, kama tutakufa tukufe na yeye. Kwa hata wewe kubali, nitaenda na Kristo, kama nakufa nikufe na Kristo. Haleluya. Nitakaa pamoja na Yesu, kama nikukufa nikufe pamoja na Kristo. Nitakaa ndani yake na nitampendeza, kama nikukufa nikufe nikiwa ndani ya Kristo. Yani kumaanisha kwamba Tomaso hata kama aliona kwamba Yesu atapigwa na mawe, kitu moja akasema twende naye, hata kama ni kukufa tukufe na yeye.
Sina wewe uamue kuva na Kristo. Haleluya. Kuva na kumpendeza Kristo. Wacha kupenda ya kwamba kuva ukiwa nje ya Kristo. Tafuta jinsi ambavyo utakapoishi katika ndani ya Kristo. Kama ni kukuva, wacha ukuve ukiwa ndani ya Kristo. Hata kama ni shida gani imetokea, usitoke kwa Kristo. Kaa kwa Kristo. Haleluya. Inawezekana wakupiga na mawe, inawezekana kwamba wakuchukie, lakini ndugu yangu, dada yangu, wacha ukuve ukiwa ndani ya Kristo. Kwa hivyo kaa ndani ya Kristo. Mambo hasia kwamba haitatokea, itatokea na watakunena, lakini simama ndani ya Kristo, ili ya kwamba ushindi wa Bwana uonekane katika maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri wapendwa, ndio wamekunena mpaka tumbo yako unasikia kwamba kama inawaka moto. Vile wamekunena, nataka nikuambie leo, hiyo moto inaisha katika jina la Yesu. Hiyo moto inaisha leo, kwa sababu ya kwamba unafaa kukaa ndani ya Kristo. Usitoke ndani ya Kristo. Haleluya. Ndio wamekunyaganya mali yako, hata wamekuiba, hata wamekufanya vituko, lakini wacha nikwambie, kubali ya kwamba usiondoke kwa Kristo. Kaa kwa Kristo, kwa sababu yeye ndiye anataka ajitukuze na wewe. Anataka ajitukuze na wewe, kwa sababu shida yako ni ya kuleta utukufu wa Mungu. Ndio inawezekana hata familia hamuongelezani, hata umetoka tu, hata wajui umeenda wapi, lakini nataka nikuambie, kunaye Jehova. Mtegemee Kristo. Kaa ndani ya Kristo. Ongea kama Yesu, ongea kama Mungu. Wacha kuongea kama pande ile ingine. No, ongea kama Mungu. Wacha kuongea kama pande ile ingine. Ongea kama Mungu. Haleluya. Usiongee kama shetani, ongea kama Mungu. Hata kama maneno ya shetani. Unajua kitu moja nimeshangaa, wakati umekasirika, maneno ya shetani ndio inakujaga kwanza. Unakuta kwamba umeokoka, lakini unaita mtu ng'ombe. Si kupenda, ni kwa sababu shetani ndio anatangulia. Haleluya. Kwa hivyo kwamba unafaa kunyamaza, ili ya kwamba, na ndiposa Yesu alikuwa kwamba ananyamaza sana. Bwana asifiwe. Ili ya kwamba usiongee kama pande ile nyingine. Haleluya. Kwa sababu ni rahisi sana kuongea kama shetani. Bwana asifiwe. Inamisha uso wako, mwambie Bwana, wacha kutoka siku ya leo Bwana, kinywa changu iwe inaongea kama Yesu. Kinywa changu iwe inaongea kama Yesu. Kinywa changu iwe inaongea kama Mungu. Wewe ni baba yangu, wewe ni baba yangu. Najua kwamba Bwana waweza badilisha. Najua kwamba Bwana waweza tenda. Najua kwamba Bwana wewe ni Mungu wetu. Wewe ni baba yetu. Inamisha uso wako, mwambie Bwana, kutoka leo Bwana, nimejua vita sio yangu, vita ni yako Bwana. Nimeelewa kwamba Bwana wanipigania kulingana na maneno ninapotamka. Najua kwamba Bwana wanipigania Bwana kwa sababu baba yetu ya mawazo nilionaro. Asante Bwana Yesu, asante Mungu wetu, asante baba yetu Mwokozi. Asante kwa maana Bwana, kutoka siku ya leo Bwana, na kuomba Bwana, niwe ninaongea kama wewe Yesu, niwe ninaongea kama Mungu, nisiongee kama shetani. Baba yangu, ongoza kinywa changu, ongoza kinywa changu, ongoza moyo wangu Baba, tembea katika moyo wangu. Rababa ganda airoboza karababoria harima mama za Jehova. Asante kwa sababu wewe ni Bwana, asante kwa sababu wewe ni Mungu. Baba yetu hapa, wewe ni Mungu, baba yetu waweza, wewe ni baba yetu atembea. Rababa ganda my God airobosha karababoria rima mama za Jehova. Asante kwa sababu ya upendo. Asante Baba kwa nguvu zako. Asante Baba kwa upendo wako Bwana. Baba shuka juu yetu. Baba yetu, bariki kila moja amesikia ujumbe huu. Bariki kila moja Baba yetu, ukigeuza kila moyo, ukigeuza kila mawazo, ili ya kwamba Baba yetu, midomo yetu Bwana iongee kama mdomo wako Yesu, iongee kama mdomo wako Mungu. Asante kwa maana Baba yetu natupenda. Asante kwa maana Baba yetu natujali. Wewe Baba ndio kimbilio. Baba ndio msaada wetu. Baba ndio nguvu zetu.
Baba yetu atuonekania. Baba yetu ni asante kwa sababu ya changamoto tunapitia. Baba yetu twaomba changamoto tunapitia, ilete utukufu wako, ilete utukufu wako, ilete utukufu wako, kwa sababu Baba yetu tutaongea kama wewe Mungu, tutaongea kama wewe Jehova, katika jina la Yesu. Baba yetu wa mbinguni ni asante kwa maana Bwana unatupenda. Mbariki watu wako, onekana juu ya maisha yao. Wacha kila mmoja Baba yetu amesikia ujumbe huu, ili kwamba Baba iwe baraka na iwe ushindi katika maisha yake, kwa sababu kutoka leo yote atakaokiri Baba yetu itatendeka, kwa sababu wewe ni Bwana, wewe ni Mungu na ni Baba yetu. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. Majina yangu ni Pasa Samsoni Wanyoike. Namba yangu ni 01 41 39 65 01. Nirudie tena, namba yangu 01 41 39 65 01. Bwana awabariki na Bwana awatendee mema. Furaha ya Bwana iwe pamoja nanyi. Barikiweni sana. Amen.